Kura zilizopigwa zote ni 160. Tumeelewana eh? 160. Kura zilizoharibika ni 11. Kura halali ni 149. Tuko sambamba eh? Kwa maana hiyo Isa Shaame Hassan amepata kura 8. Time Bilali Tahadhari amepata kura 16. Hamis Faki Mgau amepata kura 125. Kwa maana hiyo basi tunamtangaza Bwana Hamis Faki Mgau ndiye aliyeteuliwa kugombea urais ndani ya chama kwenda kutuwakilisha kwenye uchaguzi mkuu. Narudi bara. Kura zilizopigwa ni 161. Kura zilizoharibika ni kura 5. Kura halali ni 156. Kwa maana hiyo basi Majaliwa Muhammad amepata kura 23. Mariam Nyumba amepata kura 50. Hassan Kisabia Almas amepata kura 83. Kwa maana hiyo naomba nimtangaze Bwana Hassan Kisabia Almas kuwa ndiye mteule katika kugombea urais ndani ya chama NRA. Kwa maana hiyo mimi naitwa Hassan Kisabia Almasi. Kwanza ni katibu mkuu wa chama cha NRA wa taifa. Lakini pia nashukuru mkutano mkuu umenithibitisha na kuniteua kuwa mgombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya chama chetu. Dhamira kubwa ya kuwa hapa Morogoro ni kuja kufanya mkutano wa uteuzi ambao ni mkutano wa kisheria kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa, kwamba wagombea wote wa urais wa Jamhuri na Zanzibar ni lazima wateuliwe na mkutano mkuu. Kwa hiyo ndio maana tuko hapa. Lakini tuna mambo mengi. Tuna dhamira nzuri sana kwa sababu ya nchi yetu. Na jambo kubwa ambalo kila mmoja lazima alisemee kwanza ni umoja, amani, mshikamano na utulivu wa taifa letu. Ndio kitu cha kwanza ambacho kitakuwa kinanigusa kama Mtanzania ambaye natafuta kuwa nafasi ya Mtanzania namba 1. Nadhani mnajua Mtanzania namba 1 ni rais wa nchi. Kwa hiyo kitendo cha mimi kuomba ridhaa ndani ya chama ni baada ya kupima kwa kipindi kirefu ambacho nimekuwa nikisoma michezo ya siasa, lakini michezo ya uongozi. Kwa sababu nimewahi kugombea udiwani, nimewahi kugombea ubunge, nimegombea nafasi ya spika wa bunge. Kwa hiyo mimi nilikuwa siwezi kurudi nyuma tena kugombea nafasi hizo kwa sababu nimeisha gombea. Ndio maana nimeamua sasa ni nafasi ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu naamini maono nilionayo ni neema kubwa kwa Watanzania. Umesema umegombea ubunge, labda mimi nataka kufahamu kwa kipindi gani na wapi? Asante. Umeshawahi kushika nafasi yoyote kwenye harakati zako za kisiasa? Asante. Mimi historia yangu kidogo ni tata kidogo kwa sababu kwanza nilikuwa by nature mchezaji wa mpira nikiwa kijana mdogo. Kusoma Makongo Sekondari pale. Lakini wakati nimemaliza na kwenda chuo kikuu nikabadilika kutoka kwenye mpira nikaenda kuwa mwanasiasa. Sababu siasa ni maisha. Nimegombea ubunge mwaka 2015
katika jimbo la Kigoma mjini ambapo ndio nyumbani kwetu sisi. Jimbo la Kigoma mjini ndio nyumbani, na kipindi hicho kulikuwa wanagombea wakubwa wenye majina makubwa kama Dr. Amani Walid Kaburu alikuwepo na Zito Zuberi Kabwe, ambao uchaguzi huo alitushinda Zito Zuberi Kabwe. Lakini nilipotoka pale Kigoma, basi nilikuja moja kwa moja kugombea nafasi ya spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka huo huo. Na pia hata uchaguzi huo ulikuwa na watu wazito. Job Ndugai alikuwa ndio mgombea kipindi hicho na ndio alitushinda sisi. Kwa hiyo ni kwamba mimi tayari nilikuwa nimesha gombea nafasi zote zile ambazo zinaombwa kwa mujibu wa katiba ya nchi. Nafasi ilikuwa imebakia moja, na kipindi hicho umri ulikuwa haujafika kwa kweli. Nilikuwa na miaka bado kijana. Lakini sasa nafikisha miaka 41. Siwezi tena kugombea udiwani wala ubunge kwa sababu naona maono nilionayo. Basi kama sikushinda urais wa nchi hii, basi mheshimiwa rais huyu mama, kwa sababu ana mambo mema sana na yeye, tutamsaidia kuhakikisha kwamba anakwenda kufanya mema zaidi na aliyoyafanya katika nchi hii. Kwa sababu mimi ni muumini mzuri sana wa majadiliano, muumini mzuri sana wa foara za mheshimiwa rais. Ni mambo ambayo nayapigania sana kichwani mwangu. Nimekaa, nimetafakari, ni mambo mazuri sana. Ni lazima kama sikushinda mimi kuwa rais, basi nitamuongezea mambo kwenye foara zake ili mambo yawe mazuri zaidi katika nchi hii, ili mambo yaweze kuwa neema kwa Tanzania. Na ninajua tutakwenda kuwa na taifa zuri sana endapo watapatikana rais kama mimi ikiwezekana. Kwa sababu Watanzania ndio wanashinda uchaguzi. Na ndio mamlaka ya uchaguzi. Kwa hiyo mimi ninavyosema nahitaji urais na uhitaji kweli urais, lakini endapo nitashindwa urais, basi niko tayari kumuunga mkono aliyopo ili tuweze kuhakikisha taifa linakwenda na si kugaragazana wala kukejeliana, kwa sababu haiwezi kuletea neema wala amani ya nchi yetu. Umegombea kwa nafasi mbalimbali kwa kipindi tofauti. Sasa ni kitu gani ambacho sasa hivi kimekupa confidence ya kuona sasa nafasi ambayo unaweza kushika na kupa kwenye taifa ni kitu kimekupa confidence ya kuona kama unaweza kuleta challenge kwa Asante. Mandela amewahi kusema, I never lose election. I never lose election. I either win or lean from election. Maneno hayo tu yamesha kuonyesha kwamba kumbe mimi sijawahi kushindwa. Ndio maana nikishindwa najifunza kupitia ule ushindani nilioupata na kushindwa kwangu mimi ni shule. Nimeshasoma sana, nimeshajua kwa nini tunapoteza nafasi kuchaguliwa, kwa sababu tumekuwa tunakwenda kuwazungumzia watu personally badala ya kuzungumzia maisha ya watu. Yaani unakwenda kumjadili mwenzio ambaye ni mgombea badala ya kujadili shida za watu. Ndio kimekuwa kinatufanya tu. Kwa hiyo nimejifunza haya. Ndio maana ninaamini kabisa kwamba leo hii tutakuwa na marais wengi, huwezi kujua watafikia wangapi. Lakini tutapokwenda kwenye uchaguzi na ikatokea mgombea yote ameshinda tofauti na mimi, cha kwanza nitampongeza, nitamshauri na kuhakikisha kwamba anafanya mema, sababu sisi tuna mema kama alionao yeye, isipokuwa tunazidiana jinsi ya kuyafafanua. Na ndio maana katika msingi mmoja tumeweka sisi, tutatengeneza serikali ya umoja wa kitaifa inawezekana. Kwa sababu serikali ya umoja wa kitaifa haijatamkwa kwenye katiba. Zanzibar imetamkwa, lakini huko haijatamkwa. Lakini rais ana nafasi ya kumteua mtu yeyote na kumpa nafasi ya afanye kazi. Kwa hiyo mimi ukiniambia leo unda serikali, nitaangalia watu ndani ya CCM, ndani ya chama cha Chadema, UDP, ACT, UDP, yani UMD, TADEA na sehemu zote, kuhakikisha tu nawachukua na waingiza kwa serikali, kwa sababu lengo si chama chetu, lengo ni Tanzania. Na ndio maana tunasema taifa kwanza, vyama baadaye. Sisi huwa hatuna chama kwenye masuala ya kitaifa. Ukifanya vizuri tunakusifia, ukifanya vibaya tunakushauri, hatukutukani, hatukejeli, tunashauri ili ufanye. Mtu mkubwa hakejeliwi barabarani. Mtu mzima huwezi, unamvunjia mtu heshima kwa sababu ya jambo ambalo heiza kufanya yeye. Unaweza kukuta mbolea imechelewa ukamtukana rais, lakini rais yeye ni mtu wa mwisho, ana vyombo vinataka kufanya kazi hiyo, ana mawaziri. Kwa hiyo unamtukana rais wakati aliyefanya ni waziri. Mwambie rais na waziri muite, mwambie wameshema waziri, mnakosea hapa. Ndio maana sisi tumeshaona kwamba mwanga wetu unakwenda kuonekana. Sisi NRA tumekuwa katika ilani yetu miaka yote tunasema nchi inashindwa kupiga hatua nzuri kwa sababu haina sera ya taifa, the national policy. Hatuna sera ya taifa. Tuna sera, yani nchi inaendeshwa na sera za vyama pamoja na ilani za vyama. Na sisi tuna ilani, lakini ilani yetu inahitaji mambo ambayo yakisimamiwa kwenye sera ya taifa yatakuwa ni mazuri zaidi. Na naomba niwaambie wanahabari, juzi Mheshimiwa Rais ametualika pale, amezindua sera ya mambo ya nje. Mimi binafsi nilikwenda pale nikamuona rais kama mtu ambaye anataka kunifufua kwenye fikra zangu. Kwamba rais, ukimaliza hiyo sera ya, na namwambia kiroroho, ukimaliza sera hiyo ya Afrika ya mambo ya nje, tengeneza na sera ya taifa ili taifa liwe linakwenda mbele bila kurudi nyuma.
kwa sababu mataifa yetu ya Kiafrika yamekuwa yanapiga hatua ya mark time, kwa sababu kila mwaka ilani zinaandikwa upya na watu wanafuata ilani za vyama. Lakini tungekuwa na sera ya taifa, ilani za vyama zingekuwa kama vile ni tools, yani zana za kuongezea nguvu sera. Ndio maana wenzetu walioendelea wanazidi kwenda mbele miaka 100 kwa sababu hawarudi nyuma tena. Naomba niseme hayo. Naamini kabisa kwamba, na bahati nzuri sasa hivi tuna tume huru ya uchaguzi. Tume imekuwa ikilalamikiwa sana, lakini sasa hivi tuna tume huru ya uchaguzi.